بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم، وتوفيق الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo katika kusoma vigawanyo vya maneno kwenye ukurasa wa 16. Tumesoma maneno ni kitu gani? Sasa leo tunaingia rasmi katika kusoma vigawanyo vya maneno. Kwa maana maneno yanagawanyika kwenye vigawanyo vingapi, na vigawanyo vingapi ndivyo vinavyounda maneno. Tamam, hakadha. Lakini pia tutambue alfarqu baina alkalami walkalimati, tofauti iliyopo kati ya maneno na alkalimati. Alkalamu ndio yale tunasoma jana, wallafdhu ni matamshi, almurakkabu yaliyopandanishwa, almufidu yenye kufikisha ujumbe, bilwad'i yaliyoandikwa, yaliyotamkwa kwa lugha ya Kiarabu au yaliyotamkwa kwa kukusudiwa. Tamam, hakadha. Lakini alkalimatu maana yake ijtimau almufradat. Alkalimatu maana yake ijtimau almufradat, sawa, mkusanyiko wa tamshi moja moja ndio alkalimatu, sawa. Mfano wake, uende katika ubao wako au katika daftari lako uandike zaidun, baitun, sahnun, qaruratun, jawalun, miftahun, babun, shubbakun. Utaona huo ni mkusanyiko wa maneno. Kuna zaidun hapo, kuna baitun kwa maana ya nyumba, qaruratun kwa maana ya chupa, jawalun kwa maana ya simu, miftahun kwa maana ya ufunguo, babun kwa maana ya mlango, shubbakun kwa maana ya dirisha, mirwahun kwa maana ya feni. Kwa utaona haya ni nini? Alkalimatu, sawa. Kuna tofauti hapo kuna nini? Kuna tofauti. Alkalamu ni qama zaidun, hadha huwa alkalam, haya ni maneno. Lakini alkalimatu ni nini? Alkalimatu ijtimau almufradat, ni ule mkusanyiko wa tamshi moja moja, iwe tamshi la jina au ismu, lakini yawe yameandikwa tu au yamekusanywa tu. Tamam, hakadha. Yani sawa sawa na ukuta uliokuwa umeshajengwa na mkusanyiko wa matofali. Tamam, ukuta ambao umeshajengwa ndio alkalam, maneno, kisha ule mkusanyiko wa matofali ndio nini? Alkalimatu. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ndio tofauti iliyopo kati ya alkalamu wal kalimatu. Wa aqsamuhu thalathatun. Sasa shekhe anaenda kutueleza vigawanyo vya maneno. Anasema wa aqsamuhu, na vigawanyo vya maneno, thalathatun, ni vitatu. Ismun, kigawanyo cha kwanza ni jina, wa fi'lun, na cha pili ni kitendo, wa harfun, na cha tatu ni herufin, jaa li maana, iliyokuja na maana. Wa harfun jaa li maana, na herufi iliyokuja kwa maana fulani. Tamam, hivi ndivyo vigawanyo vya maneno. Sasa huku juu ni matn Ajurumia, tunaingia kwenye sharhi sasa ya al-Imam Ahmad Zaini Dahlan. Anasema wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun. Anakusudia mtunzi wa Ajurumia anna ajza alkalami, kwamba sehemu za maneno, allati, sehemu ambazo, yataallafu, yanaundika maneno, minha, kupitia sehemu hizo, thalathat aqsamin, zimegawanyika katika vigawanyo vingapi? Vitatu. Al-awwal, kigawanyo cha kwanza, al-ismu, ni jina. Wa huwa, na hilo jina, kalimatu, ni tamshi ambalo, dallat, linalofahamisha, ala ma'nan fi nafsiha, ala ma'nan fi nafsiha, ni tamshi linalofahamisha ala ma'nan, juu ya maana fulani, fi nafsiha, iliyopo ndani ya nini? Ya jina hilo au ndani ya tamshi hilo. Hiyo inarudi kwenye kalima. Tamam, hakadha. Kwa hiyo al-awwal, kigawanyo cha kwanza, al-ismu, ni jina. Wa huwa, na hilo jina, kalimatu, ni tamshi ambalo, dallat, linalofahamisha, ala ma'nan, juu ya maana, fi nafsiha,
iliyoko ndani ya tamshi hilo. Mfano wake tamshi la zaidun. Tamshi la zaidun ni tamshi lenye kufahamisha mtu mwenye jinsia ya kiume. Pia vile vile tamshi la Zainab. Zainab ni tamshi lenye kufahamisha mtu mwenye jinsia ya kike. Tamam. Lakini pia tamshi la Darus Salam ni tamshi lenye kufahamisha mji. Sawa sawa. Tanzania ni tamshi lenye kufahamisha nchi. Kwa hiyo panapotamkwa zaidun, yule mwenye kusikia moja kwa moja anajua tamshi hili amekusudiwa mtu mwenye jinsia ya kiume. Zainab, yule mwenye kusikia tamshi la Zainab anajua moja kwa moja tamshi hili amekusudiwa mtu mwenye jinsia ya kike. Wa halumma jarra. Tamam. Hakadha. Lakini akaendelea kusema walam taqtarin bi zamanin, na tamshi hilo walam taqtarin, na halijakutana, maana halijafungamana bi zamanin, na wakati wowote ule, na halijafungamana. Walam taqtarin, na likawa halijafungamana walam taqtarin, na likawa halijafungamana bi zamanin, na wakati wowote ule. Wad'an, katika matumizi ya kuwekwa kwake. Wad'an, katika matumizi ya kuwekwa kwake, kwa maana tamshi ambayo ni ismu ni tamshi lenye kufahamisha maana iliyoko ndani ya tamshi hilo, lakini tamshi hili halifungamani na wakati. Kivipi? Wad'an, katika matumizi ya kuwekwa kwake, kwa maana tangu limeanza kutumiwa katika matumizi yake tamshi hili huwa linafahamisha maana iliyoko ndani ya tamshi hilo, lakini halifahamishi muda. Tamam. Halifahamishi muda wa aina yoyote. Kwa sababu gani? Lam taqtarin bi zaman, tamshi hilo halijafungamana. Kukutana kwa maana kufungamana. Tamam. Hakadha. Kwa sababu gani tamshi hilo halifahamishi muda? Lam taqtarin bi zaman, kwa sababu tamshi hilo halijafungamana na muda wowote. Wad'an, katika matumizi ya kutumika kwake, kwa maana tangu limeweza kutumika linafahamisha maana iliyoko ndani yake na halijafungamana wakati. Ka zaidi, kama tamshi la zaidi. Wa ana, na ana. Wa hadha, na hadha. Zaidi ni ismu. Tamam. Kwa sababu gani? inafahamisha maana iliyoko ndani yake. Wa ana ni ismu katika asma'i dhamair, asma' adh-dhamair. Tamam. Wa hadha nayo ni ismu ambao lipo katika nini? Asma'ul ishara, asma'ul ishara. Tamam. Hakadha. Athani, kigawanyo cha pili, alfi'lu ni kitendo. Wa huwa, na hicho kitendo, kalimatun ni tamshi, dallat, linalofahamisha, ala ma'nan fi nafsiha, juu ya maana iliyoko ndani ya tamshi hilo. Waqtaranat bi zamanin, na likafungamana na wakati fulani. Wad'an, katika matumizi ya kuwekwa kwake. Kwa maana fi'l ni tamshi lenye kufahamisha vitu viwili. Kwanza, maana iliyoko ndani ya tamshi hilo, lakini pia linafungamana na wakati. Tamam. Hakadha. Kivipi? Wad'an, katika matumizi ya kuwekwa kwake, kwa maana tangu limewekwa linatumika hivyo kufahamisha maana ngapi? Mbili. Mfano wake dharaba, amepiga, lakini pia hapo hapo unafahamika kuwa ni wakati gani? Wakati uliopita. Yadhribu, anapiga, lakini pamoja na kufahamika maana ya kupiga hapo hapo, inafahamika maana nyingine kwamba amepiga sasa hivi au atapiga baadaye. Idhrib, pamoja na kufahamika maana ya kupiga, lakini hapo hapo pia inafahamika maana nyingine ya nini? Ya kutakiwa kufanya kitendo gani cha kupiga. Akaendelea kusema fa in dallat tilka alkalimatu ala zamanin madhin, ikiwa litafahamisha, fa in dallat, ikiwa litafahamisha, tilka alkalimatu, tamshi hilo, ala zamanin madhin, ala zamanin madhin, wakati uliopita. Fahiya alfi'lu almadhi, basi tamshi hilo ni kitendo kilichopita. Nahu, mfano wa kusema qama, amesimama. Qama, amesimama. Wa in dallat ala zamanin yahtamilu alhala wal istiqbala, fahiya alfi'lu almudhari. Fa in dallat, na ikiwa tamshi hilo litafahamisha, ala zamanin, juu ya muda ambao, yahtamilu alhala, muda unaobeba wakati wa sasa, wal istiqbala, na wakati wa baadaye. Fahiya alfi'lu almudhari'u, basi tamshi hilo ni fi'lu mudhari'u. Tamam. Nahu, mfano kusema yaqumu, anasimama. Yaqumu, anasimama, au yaqumu, atasimama. Kwa tamshi la
yaqumu linabeba maana iliyoko ndani yake, lakini pia inabeba yani inafungamana na nyakati mbili, wakati wa sasa na wa baadaye. Unaposema yaqumu, tamshi la yaqumu linakuwa nini? Lina maana iliyoko ndani yake ambayo ni ya kusimama, lakini pia linafungamana na kufahamisha nyakati mbili, wakati wa sasa na wa baadaye. Kwa unaposema yaqumu, maana yake anasimama au atasimama. Tamam, hakadha. Na fi'lu al-mudhari'u wanasema wanawazuoni wa lugha, summiya mudhari'an limudhara'ati al-isma. سمي المضارع مضارعا لمضارعة الاسم. تمام. تمشي yani kitendo cha mudhari kimeitwa kuwa ni fi'lun mudhari'un limudhara'ati al-ism, kwa sababu ya kufanana na jina. Jina linaingiwa raf'u, fi'lun mudhari'un pia inaingiwa ni raf'u. Tamam. Jina linaingiwa na nasbun, fi'lun mudhari'un pia inaingiwa na nasb. Tamam, hakadha. Kwa hiyo kwa sababu linaingiwa na sifa hizi mbili, sifa ambazo kwenye jina pia lipo, ndiyo kitendo hichi kikaitwa fi'lun mudhari'. Sawa sawa. Kwa hiyo summiya al-mudhari'u mudhari'an limudhara'ati al-ism, kitendo cha mudhari kimeitwa kwa ni mudhari'a kwa sababu ya kufanana na jina katika hali ngapi? Mbili, hali ya rafu na hali ya nasb. Tamam, hakadha. وإن دلت على طلب شيء وإن دلت, na ikiwa tamshi hilo litafahamisha ala talabi shay'in, juu ya kutaka kitu fulani, fil mustakbal, katika wakati wa baadaye. Wakati wa baadaye unakusudiwa hapa maana wakati wa baada ya kumaliza kutamka. Wakati wa nini? Wa baada ya kumaliza kutamka. Fahia, hapo amesema wahia ni makosa. Wahia ni makosa, usahihi wake ni fahia, kwa maana chapa imekosea kuchapisha. Tamam. Kwa wa in dallat ala talabi shay'in fil mustaqbali, na ikiwa tamshi hilo litafahamisha juu ya kutaka kitu fulani, fil mustaqbali, katika wakati wa baadaye, kwa maana wakati wa baada ya kumaliza ulitamka tamshi hilo, fahia fi'lul amri, basi tamshi hilo ni nini? Kitendo cha kuamrisha. Nahu, mfano qum, simama. Tamam, qum, simama. Athalithu, kigawanyo cha tatu, alharfu, ni herufi. Wa huwa, na hiyo herufi, kalimatu, ni tamshi, dallat, linalofahamisha ala ma'nan fi ghairiha, juu ya maana iliyopo katika tamshi jingine. Nahu, mfano ila wa hal wa lam. Nahu ila wa hal wa lam. Tamam, hakadha. Kwa maana ila ni herufi jaa li maana, yenye kufahamisha maana iliyopo katika tamshi gani? Tamshi nyingine, tutakuja kuona huko mbele. Wa qawluhu, na kusema kwake jaa li maana. Wa qawluhu, na kusema kwake jaa li maana, yani bihi, anakusudia, yani anakusudia bihi kwa kusema kwake huko, yani anakusudia bihi kwa kusema kwake huko. Kusema nini? Jaa li maana anna alharfa la yakunu lahu dakhlun fi ta'lif alkalami illa idha kana lahu ma'na. Wa qawluhu, na kusema kwake jaa li maana, iliyokuja kwa maana fulani, yani anakusudia bihi kwa kusema kwake huko, anna alharfa, ya kwamba herufi, la yakunu lahu dakhlun fi ta'lif alkalami, la yakunu lahu dakhlun, inakuwa haina nafasi ya kuingia, fi ta'lif alkalami, katika kuundwa maneno, katika nini? Kuundwa maneno, illa, isipokuwa idha kana lahu ma'na, itakapokuwa na maana, itakapokuwa nini? Na maana. Sawa. Mfano pale tumeonyeshwa herufi ngapi? Tatu. Ila ina maana ya intihai alghaya, mwisho wa upeo. Mwisho wa upeo ni herufi inayoonyesha mwisho wa upeo. Hal ni herufi inayofahamisha juu ya kutaka nini? Kufahamu. Lam ni herufi yenye kujazimisha, lakini pia wa qalb, harfu jazmin wa qalbin, ni herufi yenye kujazimisha, lakini pia ni herufi yenye kuitoa mudhari katika wakati wake wa kufahamisha wakati wa sasa na baadaye, na kuirejesha katika nini? Katika maana ya madhi. Tamam, hakadha. Ndio akasema kahal,
kama herufi ya hal, wa lam na herufi ya lam. Fa inna hal, kwani hakika hal maana yake al-istifham, ni kutaka kufahamu. Wa lam na lam maana yake an-nafyu, ni kukanusha. Ni kukanusha. Lam ina maana karibuni ngapi? 3, au ina sifa karibuni ngapi? 3. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, ni herufi ya kukanusha, lakini pia ni herufi ya kutia jazm katika nini? Mudhari, lakini pia wa qalb, na ni herufi yenye kuitoa mudhari katika kufahamisha wakati wa sasa na baadaye na kurejesha katika wakati gani? Wakati wa madhi. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema fa in lam yakun lahu ma'nan la yadkhulu fi tarkib al-kalami. Sasa fa in lam yakun lahu ma'nan, na herufi ikiwa haina maana yoyote, la yadkhulu, haingii herufi hiyo fi tarkib al-kalami, katika nini? Katika kupandanisha maneno, kwa maana katika kuunda maneno. Fi tarkib al-kalami, katika kuyapandanisha maneno, kwa maana katika kuyaunda maneno. Ka hurufi al-mabani, kama herufi zilizopo katika majengo ya matamshi. Ka hurufi al-mabani, kama herufi zilizopo katika majengo ya matamshi. Nahu, mfano zayu zaidin, mfano wa ze iliyopo kwenye tamshi la zaidin. Wa yauhu, na ile ye iliyopo katika tamshi la zaidi. Wa daluhu, na ile dal iliyopo katika tamshi la zaidi. Fa inna, hakika, kulla minha, kila herufi moja kati ya hizi herufi 3 ambazo ni zayu zaidin wa yauhu wa daluhu harfu mabnan. Tamam, hakadha. Fa inna kullan, kwa hakika kila herufi moja, minha, miongoni mwa hizi herufi 3 zilizopo katika tamshi la zaidin, harfu mabnan. Harfu mabnan ni herufi ya jengo, kwa maana ni herufi inayohusika katika kulijenga tamshi. La harfu ma'nan, si herufi yenye kuleta maana. La harfu ma'nan, si herufi yenye kuleta nini? Maana. Tamam, hakadha. Kwa hiyo herufi ili iingie katika jambo la kuunda maneno, inatakiwa iwe na maana, iwe na maana. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema fal ismu, basi jina, yu'rafu bil khafdhi, linafahamika kwa kuingiliwa na khafdhi. Khafdhi ni ile alama ya kasra, wa tanwini, na kwa kuingiliwa na tanwini. Wa dukhuli al-alif wal lam, na kwa kuingiliwa na alif na lam. Wa hurufu al-khafdhi, na kwa kuingiliwa na herufi za khafdhi. Herufi za khafdhi atazitaja, wa hiya nazo, wana herufi zenye kutia kasra, kwa maana herufi ambazo zikitangulia katika tamshi linasababisha lile tamshi liingiliwe na alama gani? Ya kasra. Wa hiya, na hizo herufi min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kafu wal lam. Wa hurufu al-qasami, lakini pia na kwa kuingiliwa na herufi za qasam. Wa hiya, na hizo herufi za qasam, al-waw ni waw, wal ba'u ni ba'u, wat ta'u na ni ta'u. Tamam, haka. Akaingia katika sharh baada ya kututajia vigawanyo vya maneno. Sasa akaingia kukichambua kigawanyo kimoja kimoja na kutuelezea sasa kigawanyo hicho kinafahamika vipi. Tumeambiwa vigawanyo vya maneno ni vitatu: ismun, fi'lun wa harfun. Sasa tunatambuaje kwamba hili ni jina? Kuna alama gani ambazo zinatuonyesha kwamba hili ni jina? Anazieleza, anasema fal ismu, basi jina, yu'rafu bil khafdhi, jina linafahamika bil khafdhi, kwa kuingiliwa na herufi na kasra. Tamam, fal ismu, basi jina, yu'rafu, linafahamika bil khafdhi, kwa kuingiliwa na kasra. Wat tanwini, na tanwini. Wa dukhuli al alif wal lam, na kwa kuingiliwa na alif na lam. Wa hurufi al khafd, na herufi za khafd. Yani anakusudia anna al isma, ya kwamba jina, yani anakusudia anna al-isma, ya kwamba jina, yatamayyazu 'anil fi'li wal harfi bil khafdhi. Yatamayaz an bimaana yakhtalif. Tamayyaza, yatamayyaz bimaana ikhtalafa, yakhtalif. Tamam. Yani anakusudia anna al-isma, kwamba jina, yatamayaz bina 'anil fi'li, linatofautiana na kitendo, wal harfi, na kutofautiana na herufi, bil khafdhi, kwa kuingiliwa na kasra.
Nahu, mfano marartu bizaidin wa ghulami zaidin. Marartu, nimepita, bizaidin, wa zaidi. Utaona hapo ba ni harfu gani? Harufu ya khafd, na ilivyoingia imesababisha tamshi la zaidi kuingiliwa na kasra. Tamam. Wa ghulami zaidin, na nimepita karibu na kijana wa zaidi. Sasa hiyo bao ina maana ya al-ilsaq. Ilsaq ina maana ya al-qurb, ina maana ya al-qurb. Kwa mtu anaposema marartu bi zaidin, kwa maana nimepita karibu na zaidi. Marartu bis sayyara, nimepita karibu na gari. Marartu bil baiti, kwa maana nimepita karibu na nyumba. Tamam. Bao lil-ilsaq na ina maana ya al-qurb. Ilsaq maana yake al-qurb, kitu kuwa karibu, kitu kimoja kuwa karibu na kitu kingine. Tamam. Kwa marartu bi zaidi wa ghulami zaidi. Fa zaidun, bas tamshi la zaidi hapo, fa zaidun bas tamshi la zaidun hapo, al-majrur limejurishwa bil ba'i, kwa hiyo be, kwa hiyo nini be. Wa ghulamu, na vile vile pia tamshi gani? Tamshi la ghulam limejurishwa kwa nini? Kwa be. Tamam. Hakadha, kwa nasema fa zaidun al-majrur bil ba'i wa ghulamu ismani liwujudi al-khafd. Tamam. Hakadha, fa zaidun, bas tamshi la zaidi al-majrur bil ba'i, ambayo limejurishwa hapo nyuma na be. Wa ghulamu, na tamshi la ghulamu ismani, matamshi haya ni majina mawili, liwujudi al-khafdhi, kwa sababu ya kuwepo khafdhi. Khafdhi tumesema nini? Ile al-kasra, na ile kasra imesababishwa na nini? Na al-ba. Tamam. Hakadha. Wa tanwini, kwa maana yani anna al-isma yatamayyazu an al-fi'li wal harfi bil khafdhi wa bit tanwini, na kwa tanwini, kwa maana jina pia linatofautiana na kitendo na harufi kwa nini? Kwa kuingiliwa na tanwini. Nahu, mfano zaidun wa rajulun, zaidun wa rajulun. Fa zaidun, bas tamshi la zaidun, wa rajulun, na tamshi la rajulun. Kullu minhuma, kila tamshi moja kati ya matamshi mawili, ismun, ni jina, liwujudi tanwini, kwa sababu ya kuwepo tanwini fihi, katika kila tamshi moja. Taona tamshi la zaidun lina tanwini, wa rajulun, na tamshi la rajulun pia lina tanwini. Wa tanwinu, akaingia sasa kutupa maana ya tanwini. Anasema wa tanwinu, na tanwini nunun sakinatun talhaqu al-akhirah lafdhan la khattan. Wa tanwinu, na tanwini nunun sakinatun, ile nun yenye sakina, talhaqu al-akhirah, inayokutana na mwisho wa jina, kwa maana inayokuwepo katika mwisho wa jina, lafdhan, kimatamshi, la khattan, si kimaandishi. Lafdhan, kimatamshi, la khattan, si kimaandishi. Maana ile nuni tanwini, nuni ambayo ni sakina, ambayo inayokuwepo hapo mwisho wa tamshi, na ile nuni ambayo inakuwepo na kutamkwa kimatamshi, lakini nini, haionekani kwa kuandikwa moja kwa moja. Tamam. Haionekani kwa kuandikwa nini, moja kwa moja. Kwa hiyo tanwini, na tanwini nunun sakinatun, nuni yenye sakina, talhaqul akhirah, inayokutana na mwisho wa jina, kwa maana inayokuwepo mwisho wa jina, lafdhan, kimatamshi, kwa maana uwepo wake ni uwepo wa kimatamshi, la khattan, si kimaandishi. Kwa maana hauwezi ukaiona moja kwa moja kuwa ni nuni sakina hii hapa, lakini unaitamka. Tamam. Unaitamka na inawekewa alama ile ya dhummatani, dhumma mbili ndogo, au fathatani, fatha mbili ndogo, au kasratani, kasra mbili ndogo. Tamam. Hakadha, hiyo ndio taarifa ya at-tanwin. Baada ya kumaliza taarifa ya tanwin, akaendelea kututajia nini, zile alama ambazo jina linafahamika kwa alama hizo. Wa dukhuli al-alif, na kwa kuingiliwa na alif, wal lam, na lam, kwa maana jina linatofautiana na fi'li na harfu kwa kuingiliwa na nini, na alif na lam. Nahu ar-rajulu wal ghulamu, ar-rajulu mtu, wal ghulamu mtoto. Fa kullu minhuma, basi kila tamshi moja kati ya matamshi mawili, ismun, ni jina, lidukhuli al alayhima, kwa sababu ya kuingiliwa na al juu ya matamshi mawili haya.
Wa hurufi al-khafdhi, na jina pia linatofautiana na kitendo na herufi kwa kuingiliwa na herufi za khafdhi. Nahu, mfano maraltu bi zaidin wa rajulin, maraltu bi zaidin wa rajulin. Fakullu minhuma, bas kila tamshi moja kati ya matamshi haya mawili zaidin wa rajulin, ismun ni jina lidukhuli harfi al-khafdhi, kwa sababu ya nini? Ya kuingiliwa na herufi gani? Za khafdhi. Wa hiya, na hizo وهي الباء تمام لدخول حرف الخفض. طيب، فكل منهما اسم لدخول حرف الخفض، بس kila moja kati ya matamshi mawili hapa ni jina lidukhuli harfi alkhafdhi, kwa sababu ya kuingiliwa na herufi ya khafdhi. Wa hiya, na hiyo herufi ya khafdhi iliyoingia hapo albau, nini? Albau alayhima, juu ya matamshi mawili. Baada ya hapo sasa akaingia kutajia nini? Mkusanyiko wa herufi za khafdhi. Akasema thumma dhakara jumlatan min hurufi al-khafdhi, kisha akataja mkusanyiko wa herufi za khafdhi. Faqala, akasema wa hiya, nazo min wa ila, ni min na ila. Nahu sirtu min al-Basrati ila al-Kufa, sirtu nilitembea usiku, sirtu nilitembea wakati wa usiku, min al-Basrati, kutoka mji wa Basra, ila al-Kufati, kuelekea wapi? Mji wa Kufa. Utaona min ilipoingia katika Basrati, Basrati imeingia kasra, na ila pia ilipoingia katika al-Kufa, tamshi la al-Kufa limeingia na kasra. Kwa hizi ni herufi ambazo zikitangulia katika tamshi ambayo ni ismu, tamshi hilo linapata athari ya kuingiliwa na kasra. Tamam, hakadha. Fakullu min al-Basrati wal-Kufati ismun lidukhuli min ala al-awwal wa ila ala al-thani, bas kila tamshi moja min al-Basrati, ambayo la kwanza ni al-Basrati, wal-Kufati, na la pili ni Kufa, ismu ni jina lidukhuli min, kwa sababu ya nini? Ya kuingia, kwa sababu ya kuingia min ala al-awwal, katika tamshi la kwanza ambayo ni al-Basra, wa ila, na kuingia ila ala al-thani katika tamshi la pili ambayo ni al-Kufa. Wa an, na tamshi wa an, na an pia ni katika herufi gani? Herufi za khafdh. Nahu ramaitu as-sahma an al-qawsi, nimerusha mshale an al-qawsi, kutoka katika upinde. Falqawsu, bas tamshi la al-qawsu ismun ni jina hapa lidukhul an alayhi, kwa sababu ya kuingia an katika tamshi hilo. Wa ala, na ala. Nahu rakibtu ala al-farsi, rakibtu ala al-farasi, nimepanda juu ya mgongo wa farasi. Falfarsu, bas tamshi la al-farasu ismun ni jina lidukhuli ala alayhi, kwa sababu ya kuingiliwa na ala alayhi, juu ya tamshi hilo. Wa fi, na fi, hii sio alfau jamani, ni fi, haiitwi fau, inaitwa fi kama fi. Tamam. Alfau ni ile harufi ya ija. Tamam, hakadha. Kwa wa fi, na fi. Nahu almau fi lkuzi, maji yako ndani ya birika. Falkuzu ismun, bas tamshi la alkuzi hapa ni jina lidukhuli fi alayhi, kwa sababu ya kuingia fi juu ya tamshi hilo. Wa rubba, na rubba. Nahu rubba rajulin karimin laqituhu au laqitahu, sio laqaitahu. Laqaita ni makosa, ni laqitahu au laqituhu. Tamam, hakadha tarekebisha. Kwa wa rubba, na rubba pia ni katika herufi za khafdhi. Nahu rubba rajulin karimin laqitahu, huenda ni mtu mkarimu ule uliyekutana naye. Rubba rajulin karimin laqitahu, huenda ni mtu mkarimu ule uliyekutana naye. Farajulun, bas tamshi la rajulun ismun ni jina lidukhuli rubba alayhi, kwa sababu ya kuingiliwa na rubba juu ya tamshi. Walbau, naba. Nahu maraltu bi zaidin, fazaidun ismun lidukhuli albai alayhi. Walkafu, na kaf. Nahu zaidun kalbadri, zaidi ni kama mwezi kali. Falbadru, bas tamshi albadru ismun ni jina lidukhuli alkafi alayhi, kwa sababu ya kuingiliwa na kaf juu ya tamshi. Wallam, na lam. Nahu almalu li zaidin, mali ni ya zaidi, maana mali ni milki ya zaidi. Lamu ni lamu almilki. Tamam. Almalu li zaidin, mali ni milki ya zaidi. Fazaidun ismun lidukhuli allami alayhi, bas tamshi la zaid ni jina kwa sababu ya kuingiwa na lam juu ya tamshi. Wa hurufu alqasami, na herufi za kuapa au herufi za kiapo. Wa hiya, na herufi hizo min jumlati hurufi alkhafdhi, zinatoka katika ule mkusanyiko wa herufi za khafdhi. Wastu'milat, lakini zikaja kutumiwa fil qasami,
katika nini? Katika kiapo. Wastumilat, na zikaja kutumiwa fil qasami, katika nini? Katika kiapo. Wa hiya, nazo herufi za qasam alwaw walbau wattau, ni ile waw walbau na be wattau na te. Tamam. Nahu wallahi wa billahi wa tallahi, nahu wallahi wa billahi wa tallahi. Falafdhu aljalalati, basi tamshi la jalala hapa ambao ni Allah, ismun lidukhuli hurufi alqasami alayhi, ni jina kwa sababu ya kuingiliwa na herufi ya kiapo na kuingiliwa na herufi za kiapo, herufi za kiapo alayhi, juu ya tamshi hilo. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo kwa alama hizi ambazo tumeelezwa hapa, ndiyo jina linakuwa ni lenye kutofautiana sawa sawa na nani? Na kitendo na alharfu. Wa ila huna intahi. Alkamalu lillah wal ismatu lil anbiya wal naqsu lana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.